Taarifa ambayo imekuwa ikiendelea na kuwakosesha nguvu Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kuweka matarajio na mategemeo kwa baadhi ya nchi ambazo wameweza kuziamini kwamba zinaweza zikawa msaada katika nchi ya Tanzania. Kwa hivi sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kiliweza kurenga kwa nchi ya Burkina Faso, lakini pia na nchi ya Urusi kuweza kuwa ni nchi ambazo zingetengeneza na zingesaidia pia kile kinachoendelea kwa kile wanachokiamini na wanachokihitaji kuweza kufanyika katika nchi ya Tanzania. Basi wangepata sapoti ya ushauri ama ya tamko lolote kuwa kali katika nchi, ili mradi iweze kujulikana nini muafaka wa yote yanayoendelea. Cha ajabu, mara baada ya kupokea taarifa na ujumbe na pongezi kutoka kwa rais wa Urusi ambaye ni Vladimir Putin, mara baada ya kuweza kutuma barua kwa mwakilishi wake kuja hapa nchini Tanzania kumpongeza Daktari Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuchaguliwa kuwa ni rais wa awamu ya 6 kwa taifa letu la Tanzania, na kuweka historia ambayo haijawahi kujitokeza kuwa ni rais wa mwanamke wa kwanza kabisa kuliongoza taifa letu la Tanzania. Na tukizungumzia kuhusu ishu ya kiongozi ama rais wa nchi ya Urusi Vladimir Putin, ni moja kati ya marafiki wakubwa na ele kapitano Ibrahim Traore. Kwa hiyo kama kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilikuwa kinahitaji support, kinahitaji pia ushauri na tamko kali kutoka kwa Ibrahim Traore ambaye muonekana kuwa ni kiongozi shupavu, kiongozi mwenye ushawishi kwa bara la Afrika, manake ni swala ambalo haliwezekane. Ibrahim Traore ele kapitano amekuwa na urafiki mkubwa na rais wa Urusi. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeweza kuwapa majibu na majawabu kwamba Ibrahim Traore na rais wa Urusi ni kitu kimoja, wana urafiki mkubwa na wamekuwa wakishirikiana katika mambo tofauti tofauti. Hivyo kitendo cha rais wa Urusi kumsapoti Daktari Samia Suluhu Hassan, maana yake tafsiri yake ni kwamba hata Ibrahim ele kapitano Traore anamsapoti na kumpa pongezi Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kuchaguliwa na taifa la Tanzania kuwa ni rais mwanamke wa kwanza kuongoza taifa hili la hapa nchini Tanzania. Sina la ziada, lakini ningependa kukupa nafasi ya kutoa ushauri, maoni, na usisahau tu kusubscribe, kulike na kucomment.